Basi natumai wewe ni mzima. Mungu amependezwa injili ya Yesu Kristo ibiriwe mahali hapa. Mungu aliyeziumba mbingu na hata nchi, Abrahamu, Isaka na Yakobo, sifa na utukufu ni zako mtakatifu wa Israeli. Asante kwa neema na rehema ya kipekee Bwana, ya uhai na uzima Bwana. Nenda ukanene nasi Bwana sawa sawa inavyokupendeza, na ni kwa jina lake Yesu Kristo tumeomba na tukiamini. Amina. Asante. Kitabu cha Wakorintho wa pili, Wakorintho wa pili 5 mstari wake ni wa 10. Wakorintho wa pili 5 mstari wake ni wa 10. Mungu ananiambia, Mungu anakuambia, kwa maana sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mmoja wetu apate kulipwa kwa ajili ya yale ambayo ameyatenda katika mwili wake, yakiwa mema au mabaya. Mungu anasema kuna siku inakuja, mimi na wewe tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Yesu Kristo, na itakuwa siku ya kulipwa. Itakuwa siku ya kulipwa kwa yale ambayo umetenda kwa mwili, yakiwa mema ndani ya Kristo ama yakiwa mabaya. Hivyo ndio Mungu anasema, hautakuwa na lawyer wako, hautakuwa na lawyer wa kukutetea. Jaji atakuwa mmoja tu, ni Yesu Kristo. Mungu akiwa hapo, Mungu amempatia Yesu Kristo kiti ya hukumu. Hautakuwa na lawyer, hautasema chochote kile ambacho waweza kujitetea. Vitabu vitakuwa vinafunguliwa. Kila kitu ambacho umetenda katika mwili nje ya Kristo, ndani ya Kristo, kitasomwa mbele ya kila mmoja. Dhambi zote za siri zitahukumiwa, asema Bwana. Hii siku inakuja, hii siku itakuwa. Yesu anasema neno lake haliwezi kupita. Mbingu itapita, nchi itapita, lakini kila neno ambalo Yesu Kristo amesema, hata full stop, hata koma, haitawahi kupita, lazima itakuja kutimia. So ni lazima utasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Yesu Kristo, na matayarisho ni sahihi. Matayarisho ni sahihi. Una spend maisha yako ukifanya nini? Ni nini unafanya katika maisha yako? Ukiangalia kitabu cha Warumi 2, Warumi ni Romans, Warumi 2 Warumi 2:16. Warumi 2:16. Mungu ananiambia, anakuambia hili litatukia siku hiyo, Mungu atakapozihukumu siri za wanadamu kwa njia ya Kristo Yesu, kama isemavyo injili yangu. Warumi 2 mstari wa 16. Hili litatukia siku hiyo, Mungu atakapozihukumu siri za wanadamu kwa njia ya Kristo Yesu, kama isemavyo injili yangu. Maandiko anasema kuna siku Mungu atatuhukumu Mungu atahukumu kila kitu ambacho tumefanya kwa siri. Kila kitu ambacho umefanya kwa siri kitahukumiwa kupitia Kristo, kwa injili ya Paulo. Kila kitu umefanya kwa siri, kila kitu unafanya kwa siri, Mungu anaona. Kila kitu ambacho unafanya kwa siri, Mungu anaona na anaandika chini, na kuna siku inakuja. Warumi 2:6. Kwa maana Mungu atamlipa kila mtu sawasawa na matendo yake. Warumi 2:6. Kwa maana Mungu atamlipa kila mtu sawasawa na matendo yake. Mungu atakulipa sawa na vile umetenda. Kuna neema, ndiyo kuna neema, lakini neema haikufundishi kutenda mabaya. Neema haikufundishi kuzini. Neema haikufundishi kushiriki tendo la ndoa nje ya ndoa. Neema haikufundishi kuvunja ndoa yako. Neema haikufundishi usherati. Neema haikufundishi wizi. Neema haikufundishi kuishi maisha ya mwili. Neema inatufundisha kuishi maisha matakatifu na ya haki ndani ya Kristo Yesu.
Yohana 3:16. Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Ulimwengu ni nani? Ulimwengu ni moyo wako na moyo wangu. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa kipekee. Mungu atakuhukumu muda si mrefu. Mungu atanihukumu muda si mrefu, lakini akamtoa mwanawe wa kipekee. Mwanawe wa kipekee ni Yesu Kristo. Mungu akamtoa Yesu Kristo ili hukumu yako na yangu imwanguke Yesu Kristo. Mimi na wewe tutubu dhambi, tumwamini Yesu, tuende huru, tuishi maisha masafi. Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Ulimwengu ni wewe, ulimwengu ni mimi, hata akamtoa mwanawe wa kipekee. Hata akamtoa mwanawe wa kipekee ili kila muaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Yesu ametolewa, lakini huwezi kuja kwa Yesu vile unataka. Lazima utubu kwa uwezo wa Mungu. Lazima ukiri dhambi zako. Lazima ugeuke kwa njia zako mbaya. Yesu akianza kuhubiri injili katika Mathayo, Yesu akianza kuhubiri injili katika Mathayo 4:17, Yesu aliambia watu wageuke kwa njia mbaya. Yesu aliambia watu watubu, wageuke kwa njia mbaya. Geuka kwa njia mbaya, muamini Yesu Kristo. Geuka kwa njia mbaya, muamini Yesu Kristo. Ikimbie zinaa. Geuka kwa njia mbaya. Geuka kwa njia mbaya, weka imani kwa damu. Weka imani kwa damu ya Yesu Kristo. Weka imani kwa damu ya Yesu Kristo na uishi sawa sawa na maandiko. Mungu anasema ikimbie zinaa. Ikimbie hukumu, ikimbie ziwa la moto. Kukimbia ni kutubu na kuweka imani kwa Yesu Kristo. Kukimbia ni kutubu na kuweka imani kwa Yesu Kristo. Hakuna shortcut. Hakuna shortcut. Mungu anakuambia geuka kwa njia mbaya. Geuka kwa njia mbaya. Usinzi ni njia mbaya, usherati ni njia mbaya, uizi ni njia mbaya, ulevi ni njia mbaya. Mungu anakuambia geuka kutoka kwa njia mbaya. Amina.